wakawa favorite kwa namna gani katika huo mchezo. Ilikuwa inatuia vigumu kulingana na mazingira ya ndani ya uwanja paka nje ya uwanja, kwa maana ya atmosphere ya eneo la Morocco lenyewe, jiografia yao, mashabiki wanapenda sana masuala ya mpira, namna ambavyo wanakwenda uwanjani. Hawakwendi uwanjani kwa ajili ya kwenda kujaza uwanja, isipokuwa wanakwenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kuhanikiza timu yao iweze kupata ushindi. Tumeona katika ngazi ya club kile ambacho wamekuwa kikifanya, lakini pia timu ya taifa pale inapocheza katika mazingira tofauti tofauti, tumeona mchango wao jinsi ambavyo uko mkubwa. Lakini ukiingia katika pitch kwa maana ya ndani ya zile dakika 90, kiukweli kwa mchezaji mmoja mmoja wametuzidi parefu timu ya taifa ya Morocco, lakini pia kwa mchezaji mmoja mmoja wametuzidi parefu kama ambao nimezungumza. Lakini the teamwork pia ni changamoto kubwa sana kwetu sisi ambao tulikuwa tunakumbana nayo. Lakini nimeona baadhi ya watu, baadhi ya mashabiki ni kama wanataka kuwalaumu hivi wachezaji wa Taifa Stars. Labda wangetusaidia kusema walikuwa natarajia Stars ingefanya nini. Tukumbuke kombe la dunia lililopita, mpaka Morocco anafika katika hatua ya nusu finali ya michuano ya kombe la dunia, timu ya taifa ya Ubelgiji ambayo na kina Lukaku wakina Kevin De Bruyne walishindwa kuwatoa nje michuano timu ya taifa ya Morocco. Lakini katika safari yao ya kufika katika hatua ya nusu finali kombe la dunia la msimu uliopita, walikutana na timu ya taifa ya Spain, lakini waliendelea kusonga mbele. Lakini baadaye walikutana na timu ya taifa ya Ureno na bado wakasonga mbele kuelekea katika hiyo hatua ya nusu finali. Sasa unaiangalia timu ya namna hiyo, kile ambacho walikivuna, matokeo mazuri ambao walikuwa wanayapata, fedha, mshiko ambao walikuwa wanaupata mpaka kufika katika hatua ya nusu finali, bila shaka safari yao ya kuendelea kutaka kufanya vizuri zaidi ilianzia pale, na msimu huu wanatamani kufikia mafanikio ambayo waliyafika katika msimu uliopita. Mimi kitu ambacho naweza nikasema kwa jinsi ambavyo niliutazama mchezo wa Stars Morocco dhidi ya Stars ni kwamba mimi nawapa kongole sana wachezaji wa Taifa Stars pamoja na benchi la ufundi likiongozwa na Ahmed Suleiman Morocco, Juma Mgunda na Julio katika bench. Selection ya kikosi very superb sana. Nimeona watu wengine wakiwa wanasema kwa nini si Ali Salim, kwa nini Amedaka Ayub, golikipa JKT Tanzania. Huu ni utashi binafsi wa makocha wa Taifa Stars, kwa sababu wakati mwingine yes, experience ni kitu kizuri, lakini consistency, ile match fitness ikoje kwa mchezaji. Ukiangalia golikipa wa JKT Tanzania amekuwa na iko kiwango bora mpaka hivi sasa, akaisaidia timu yake iko katika mazingira nafikiri nafasi ya 6, nafasi ya 5 na chezea humo, na ni timu ya madaraja ya kawaida sana, lakini kwa hivi sasa amekuwa na muendelezo bora kwenye lineup. Sikuwa na shaka eneo la open play, jana nafikiri tulizungumza mambo mengi BK kiufundi, tukasema wenzetu hao timu ambazo zinatoka ukanda wa UNAF kwa maana Morocco, Misri, Algeria na maeneo mengine ya ukanda wa UNAF huwa wakishindwa kutumia mpango kazi katika open play, kwa maana kule kuzichanga pasi na pia katika njia watu wanaenda kuscore. Wakiona opponent yuko compact sana katika hilo eneo, maybe amekaa nyuma kama ku defense, plani yao plan B, na huwa ni wazuri sana ngazi ya club pamoja na ngazi ya timu ya taifa kuweza kutumia set play, set piece, mipira ambayo imekufa, either free kick, either mipira ya kona ama penalty, na ndio magoli ambayo waliyapata siku ya jana. Goli la kwanza the same ni goli la kona, golikipa anakuja anafanya saves, lakini saves ambayo ilikuwa inatakiwa kukue na mlinzi ambaye anaweza akaondosha ule mpira katika eneo la box la Stars, lakini haikuwa hivyo. Lakini pia usitarajie kuona mko nyuma mnashambuliwa muda wote. Miongoni mwa athari za kushambuliwa muda wote ni kukaribisha mikwaju ya penalty. Kile ambacho alikifanya Ibrahim Baka nafikiri ni matokeo ya kuzuia sana. Matendo ya kuzuia yakizidi, maana yake pressure inazidi kuwa kwenu na mnazidi kutengeneza makosa mengi. Kwa hiyo aina ya magoli ambayo yalifungwa ni aina ya magoli ya mipira ambayo imekufa baada ya mpango kazi wao namba 1 kushindikana, na hapo ndipo ambapo tunalipongeza benchi la ufundi la Stars pamoja na wachezaji juu ya mpango kazi wa kuwazuia wale wakina Yusuf El Nesri, mshambuliaji wa timu ya taifa Morocco. Nafikiri hata kocha wao alisema katika hofu yake kuelekea katika mchezo huo wa jana, wakati mchezo umemalizika, ni namna gani ambavyo walinzi wa Stars wako marking
sana na washambuliaji wa timu pinzani pale wanapokutana nao. Aliuchukulia mfano wa mchezo dhidi ya Guinea, namna ambavyo Guirassy alishikiliwa vizuri na Dickson Job pamoja na Ibrahim Bako wakisaidiana na walinzi wa pembeni Shomari Kapombe pamoja na Mohamed Hussein. Kwa hiyo kwangu mimi nimeona Stars wakitana hapo vizuri sana. Matokeo ambayo tumeyapata ni fair play kabisa. Timu ya taifa Morocco si timu ya kuchukulia poa. Tunarudi. Kuna baadhi ya majina ya wachezaji wametajwa. Hakuna shaka. Wengine wa Yanga